niombe nimkaribishe ndugu Singo Benson Kigaila aweze kuwasilisha ujumbe wetu kwenu. Karibu sana ndugu Kigaila. Asante sana. Natamani sana kusimama kwa sababu labda mimi ni mfupi, lakini nitavumilia kukaa. Ndugu wanahabari, wassalamu alaikum. Wanahabari pamoja na Watanzania wote mnayetutazama na kutusikiliza, sisi wajumbe wa sekretarieti ya Chadema iliyomaliza muda wake tumewaita leo hapa kwa ajili ya ujumbe mahususi kama ambavyo Mrema ametangulia kusema. Na ujumbe wetu utaangazia mambo yanayoendelea ndani ya chama chetu ndani ya chama chetu, chama ambacho kwa kweli tumekijenga kwa machozi, jasho na damu kwa muda mrefu sana. Wengi wetu tumetumia muda wa ujana wetu, muda ambao tungeweza kufanya kazi zingine kwa taaluma zetu, tukafanya kazi ya kukijenga chama. Sasa mambo yanayoendelea ndiyo ambayo yametusukuma tuweze kuwaita na kupitia nyie tuweze kuongea na Watanzania wenzetu na hasa wanachadema ili waweze kutuelewa. Sasa nifanye utangulizi kwanza. Ni mambo gani hayo? Nyie ni wenyeji, sio wageni. Mlikuwepo wakati wa harakati za uchaguzi wa kitaifa wa ndani ya chama, kuanzia mwishoni mwa mwaka jana mpaka mwezi wa kwanza mwaka huu wakati uchaguzi ulipofanyika. Kulikuwa na mgawanyiko wa wanachama kwa mujibu wa wagombea wa nafasi ya uwenyekiti wa taifa. Hilo ni jambo liko wazi, wala sio jambo la kusimuliwa. Mtu yoyote aliyekuwepo na mwenye macho alikuwa analiona. Sasa uchaguzi ndani ya chama ulihitimishwa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka huu pale Mlimani City. Na bahati nzuri aliyekuwa mwenyekiti wakati ule Mheshimiwa Freeman Mbowe, sauti yangu naamini inasikika, aliyekuwa mwenyekiti wa chama wakati ule na alikuwa mgombea Mheshimiwa Freeman Mbowe alikuwa ni mtu wa kwanza kutamka kwamba ameshindwa, na alikuwa mtu wa kwanza kukubali matokeo, na alikuwa mtu wa kwanza vile vile kumpongeza mshindi. Kwa hiyo kwamba Mbowe alikubali kwamba ameshindwa ilikuwa liko wazi, kwa hakukuwa na shida. Na baadaye wakati wanatakiwa kutoa hotuba za kukubali matokeo, aliyekuwa mwenyekiti anamaliza muda wake Freeman Mbowe alizungumza mambo, lakini jambo la msingi kuliko yote alitoa ushauri kwenye chama kuvunja makundi, kukiunganisha chama na kuunda tume au kamati ya maridhiano ili chama kiweze kurudi pamoja, kiweze kurejea kwenye kazi yake ya kupigania haki, uhuru na maendeleo ya watu. Kwa hiyo aliweka bayana namna hiyo. Okay. Aliweka bayana namna ile na nyie ni mashahidi.
Lakini sisi tuliyekuwepo, tuliokuwa tunasikiliza na kuangalia, tulistushwa na kitu kimoja. Mwenyekiti aliyekuwa ameshinda ametangazwa, wakati anaongea, baada ya mwenyekiti aliyemaliza muda wake kuongea, aliendelea kumshambulia mgombea mwenzake kana kwamba kampeni zinaendelea. Na kwa maana hiyo, shambulio la mwenyekiti aliyekuwa amechaguliwa Mheshimiwa Tundu Lissu dhidi ya mwenyekiti aliyekuwa anamaliza muda wake Mheshimiwa Freeman Mbowe mbele ya wajumbe baada ya uchaguzi, ilipeleka ujumbe kwa wafuasi wake kwamba kampeni bado zinaendelea. Kampeni bado zinaendelea. Kwa hiyo ambacho kinaendelea kwenye chama kuanzia siku ile mpaka leo ni ubaguzi mkubwa wa wanachama ambao wanaitwa ni timu ya Mbowe. Wanabaguliwa kuanzia kwenye kamati kuu mpaka kwenye misingi. Kila mtu anayejulikana kwamba alimuunga mkono Mbowe anaitwa msaliti. Sasa sisi tunajiuliza, hivi kugombea ndani ya chama, mtu mmoja anakuwaje msaliti anayeunga mkono mwanachama wa chama kile kile? Wanagombea wawili au watatu. Kwa nini watu wengine waitwe wasaliti wakati waliunga mkono mwanachama wa Chadema hakuwa mwanachama wa CCM? Na kwa maoni yangu, kama tungetaka kuita watu wasaliti, ingekuwa ni aliyekuwa makamu mwenyekiti, aliyekuwa anagombea kiti cha mwenyekiti, na mwenyekiti akiwa yupo, ingewezekana wale ndio wangeitwa wasaliti. Lakini kinyume chake ni kwamba watu waliyemuunga Mbowe ambaye alikuwa mwana Chadema, Mbowe alikuwa mwenyekiti wa Chadema, kumuunga mkono awe mwenyekiti ilionekana ni usaliti, na inaonekana ni usaliti mpaka leo. Hilo jambo la kwanza, ubaguzi ambao upo. Watu wengi kule chini, majimbo mbalimbali, wanafanya vikao vya kujaribu kuwaondoa madarakani viongozi ambao walimuunga mkono Mbowe. Mbowe yuko kimya. Sisi wengine wote tumekuwa kimya. Tumekuwa kimya sio kwa sababu hatuoni, ni kwa sababu tulitaka waliyechaguliwa waweze kutumia katiba ya chama kukiunganisha chama na kutimiza wajibu wao kama ambavyo wanachama wamewachagua. Na mimi labda niseme kwenye hilo, mimi nilikutana na katibu mkuu John Mnyika tarehe 24 mwezi wa kwanza, siku 3 baada ya uchaguzi wa Mlimani City, ofisini kwake. Aliniomba tukashauriane. Katika mambo niyo mshauri kubwa kuliko yote, nilimwambia rudisheni umoja katika chama. Mkiamua kwenda kipande kimoja, hamtafika hiyo safari. Sababu safari yetu ni ngumu, safari yetu ni ndefu, inahitaji umoja. Na ndio maana slogan yetu ya mkutano mkuu ilikuwa ni stronger together. Tutakuwa imara tukiwa wamoja. Nikamwambia rudisheni umoja. Wafuasi wenu wanaendelea kuwashambulia wale waliowashinda kana kwamba kampeni zinaendelea, na ni akili ya kawaida ya uwezo wa kuvuka barabara, sio kwenda chuo kikuu. Inayekuwezesha kuvuka tu barabara, akili ya kawaida inakuambia uliyeshinda ndo unayetakiwa kurejesha umoja baina ya wanachama, sio waliyeshindwa. Kwa sababu wewe uliyeshinda ndio mwenye jukumu la kuwataka wenzako muende pamoja mjenge chama. Shirikisha wenzako. Lakini haikufanyika, haijafanyika na haifanyiki. Badala yake
watu wanaendelea kubaguliwa na kutishiwa. Sisi wote hapa tulioko hapa kuna ambao wameshafukuzwa kama Mrema kinyume cha katiba kabisa, nitaeleza hapo chini, amefukuzwa na tawi. Lakini sisi wote hapa tuko kwenye pipeline ya kufukuzwa. Mtu amekaa kimya anafanya shughuli zake, lakini wao kwa sababu wanajua kwamba ulikuwa unamuunga mkono Mbowe, kwa lazima ufukuzwe. Maana yake lengo ni kwamba wanataka kufukuza wanachadema wote waliomuunga mkono Mbowe, wabaki na wanachadema waliomuunga mkono Lissu peke yake. Na sisi tunasema hiyo safari, na nilimwambia katibu mkuu tarehe 24, hiyo safari kwa namna hiyo hamtafika. Hamtafika kwa sababu gani? Hata nyie mkiangalia kura za Mlimani City, wajumbe walikuwa 1014. Tofauti ya kura ni 31. Tofauti ya kura 31 katika wajumbe 1000 na zaidi, maana yake ni 50 kwa 50. Mwenye akili ya kawaida hawezi kuchagua kwenda na kundi moja. Mwenye akili ya kawaida ataamua kuunganisha hizo timu mbili ili afike safari. Na kufanya uchaguzi ndani ya Chadema haikuwa mwanzo tarehe 21 mwezi wa kwanza, na nyie ni mashahidi. Tumefanya uchaguzi kila wakati. Wakati pekee ambao Mbowe aligombea uwenyekiti akapigiwa kura ya ndio na hapana ilikuwa mwaka 2009. Tulipiga kura ndio na hapana pale Kirinjiko Hall, Mbezi Makonde. Tulipiga kura ndio na hapana. Lakini baada ya pale 2014 aligombea na watu. Mmoja wapo alikuwa Gambaranyera Frank Mongateko.